Basi utaenda nami kwa barua tena ya Paulo kwa kanisa kule Efeso. Fikiri Bwana amenitoa kule kwa Waroma, sasa amenileta kwa Waefeso. Nilikuwa kwa Waroma muda mrefu sana. Tasoma nami Waefeso 1 mstari wa 5 na wa 6, maana hapo ndio tutachangizana. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Bwana alibariki neno lake. Wacha twende kwa Bwana kwa maombi. Mungu uishie, Mungu wa milele, tukushukuru kwa neno lako ambalo tunataka kulichunguza mchana wa leo. Kuwa mwingi wa rehema Bwana, kuwa mwingi wa rehema. Yale tunayoangalia ni makuu. Upendo wako kwetu wapita hata ufahamu wetu. Basi tusaidie mchana wa leo tunapokabiliana na kweli hii ambayo inajitokeza wazi kwamba hatimaye kweli utukufu ukurudie wewe, na sifa na shukrani zote ziwe kwako. Kwa Kristo Yesu Bwana na Mwokozi tumeomba na tumeamini. Sasa imekuwa muda kitambo kidogo sahihi tangu tukabiliane na somo ambalo lilikuwa tumeanza pale awali, lakini tuwashukuru Mungu kwamba tulikuwa tumeangalia baraka hizi za kweli, baraka zilizo na uhakika ambazo tunapewa na Mungu wetu katika utatu wake. Na tulikuwa tumeelezea hapo awali kwamba hakuwezi kuwa na Mkristo wa kweli ambaye hana baraka hizi, na kwamba Mtume Paulo ametumia mfumo wa utatu, kwamba Baba, tunaona katika mstari wa 4, Baba ametuchagua katika Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, ikiwa malengo ilikuwa ni kwamba tuwe watakatifu na wasio na hatia mbele zake katika upendo. Hasa leo hii tunataka kuangalia swala la pili, ama baraka ambayo inajitokeza kutokana kwa Baba kutuchagua, na tunaipata katika mstari wa 5. Labda niwakumbushe, Paulo anatumia mfumo huu wa utatu kwamba anatuonyesha kile ambacho Baba amefanya, mstari wa 3 hadi wa 6, na hatimaye mstari wa 6 sifa na utukufu anarejeshea Baba. Mstari wa 7 anatuonyesha mpaka wa 12 yale ambayo Mwana amefanya, baraka zile ambazo tunapewa katika Mwana, na hususan katika ukuu, kama vile Baba ametuchagua, Mwana anatukomboa. Na hatimaye mstari wa 12 utukufu na sifa vinamrejelea Mwana. 13, 14 mlango wa kwanza wa Waefeso tunaonyeshwa sasa kazi ya Roho naye, yaani Roho naye anahusika vipi katika haya. Na Roho tunaona hususan anatupiga muhuri kuonyesha wazi kwamba sisi ni wa Mungu, sawa sawa. Na hatimaye sifa na utukufu vinamrejelea Roho wa Mungu.
Katika haya kiufupi kabisa tunasema hizi baraka zinahusiana na swala kuu la wokovu wetu. Hasa mstari wa 5, maana Baba atukuzwe kweli Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mstari wa 3, naomba na kuwasihi mkumbuke haya, kwamba hizi baraka hatuzipati kando na kuambatanishwa kuwa na union na Kristo. Sasa mstari wa 5 Paulo anaanza na kusema, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe tena kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Sasa kimsingi kabisa huku kutangulia, umesikia neno limetumika ni kutangulia. In love he predestined us. Upendo, in love, that's the source of the predestination. Mungu ni kwa sababu ya upendo wake, wala hakusurutishwa na mtu yoyote, wala hakulazimishwa na mtu yoyote, huku sisi kufanywa wana. Na tutaliona sasa hivi kwamba ni jambo kuu. Sisi kufanywa wana ni jambo kuu, baraka ya kipekee. In love he predestined us for adoption. Kama utapenda, kama unaandika kichwa, title hii ni ya adoption, kufanywa kuwa wana. Kwa hivyo ni katika upendo wake, according to the purpose of his will, kama tulivyoona tuliposoma mstari wa 11, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Kwa hivyo ni kwa upendo ametufanya kuwa wana. Lakini hii kufanywa inamaanisha nini? Being predestined, what does it mean? Now, predestination simply means kupangiwa kabla. Sawa sawa. In short, Mungu alishapangia wale ambao waliwachagua hatima yao. Sawa sawa. Alishawapangia hatima yao, mwisho wao utakuwa kuwaje. Mungu hayo alishapanga. Kwa hivyo kwa lugha ya kijumla, manake kutofautisha kati ya predestination na election inakuwa ngumu. Manake haya mambo yanaambatana, haya mambo yanaenda pamoja. Sawa sawa, ni mambo ambayo yameshikamana. Ndio maana Paulo anasema in love he predestined us. Sasa kuna mchanganuzi mmoja wa maandiko amesema predestination is a further definition of election. It's a further definition of election. It shows the form that election takes. Hii ndio na Kiswahili imesema tena predestination imesema kuchaguliwa. Maana ni mambo ambayo yameshikamana. Predestination iko na wazo kuu zaidi, maana election kama tunavyojua inashughulikia huko kuchaguliwa wale watu wenyewe. Sawa sawa, si watu kwa jumla kama taifa la Israeli. Paulo akiongea hapa kwamba Bwana alituchagua ni watu binafsi. Sawa sawa. Lakini tunapoongea kuhusu predestination ni wazo kuu zaidi, maana hili linahusisha si watu tu. Sawa sawa, maana ni hatima ya mambo yote. Sawa sawa, lakini wala huwezi kuyatenganisha vile, huenda moja kwa moja mwanzo, kihususan hata kuna sehemu zingine ambapo haya maneno mawili yanatumika interchangeably. Sawa sawa. So huyu mchanganuzi wa maandiko anasema it defines further election, showing the form that election takes, and it ought not to be considered as a different divine activity prior to an election. It's just a synonym, and it shows a further purpose. Maana kama ni kupanga hatima yako
Angalia, ametuambia alipotuchagua alikuwa na malengo, si ndio? So there is predestination in election. Like alipotuchagua lengo ilikuwa tuwe, hatma ni kuwa watakatifu. Sawa sawa? Hatma ni kuwa wasio na hatia. Kwa hivyo nakubaliana na huyu mchanganuzi wa maandiko kwamba haya ni mambo ambayo yameoana. Sawa sawa? Ni mambo ambayo yanafuatana. Lakini basi kwa nini Paulo atumie hili neno kama ni mambo ambayo yameoana? Kwa kiwango kikubwa nafikiri Paulo anatumia hili neno kwa ajili ya kusisitiza. Maana lile wazo anataka kuleta, kuwasilisha kwa hawa waumini pale Efeso ni wazo ambalo ni kuu. Kwamba ni kweli tumechaguliwa tuwe watakatifu na wasio na hatia, lakini kuna wazo kuu zaidi ambalo Mungu yuko nalo. And predestination has got to do with the blessings that the believers are designed for, and this is adoption. Huku kuchaguliwa na kupangiwa hatima yetu, Mungu lengo lake hatimaye ni kwamba atufanye wana. Sasa huku kufanywa wana ni matokeo ya kule kupangiwa na kuchaguliwa. Na unaposoma maandiko, hii kufanywa wana, adoption, it's a doctrine that is Pauline if you like, because it is only him who uses the term adoption. Wengine wataongea kuhusiana na wana. Yohana atasema alipokuja Yesu walio wake walimkataa, ulimwengu haukumjua, walio wake wakamkataa, bali wote waliomwamini walipewa uwezo wa kufanyika nini? Wana. Lakini yule anayetumia hili neno la kufanywa wana hususan ni Paulo, na analitumia mara 5. Anatumia katika Warumi 8:15, analitumia katika Warumi 8:23. Paulo analitumia tena katika Warumi 9:4. Paulo analitumia katika Wagalatia 4:5, na tena Paulo analitumia katika Waefeso 1:5. Natumai tumepata hizo sehemu zote. 8:15, 8:23 ya Warumi, 9:4 bado ni Warumi. Kwa Warumi analitumia mara 3 hili neno. Alafu kwa Wagalatia 4, ukipenda hata unaweza anza mstari wa 4 mpaka wa 5, na ile ambayo tumeona sasa hivi Waefeso 1:5. Kwa hivyo tunasema hakika Mungu abarikiwe, Mungu atukuzwe kwa sababu ametubariki. Sasa ni kweli Baba alituchagua, na tumesema huku kuchagua hakukuwa random like ile inki ponki tulisema hapa kwamba Joshua the choice was an intimate one. Alitujua sawa sawa. Na tena Baba baada ya kufanya hivyo ametuchagua katika mwana kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Mwana anakuja na anatukomboa, Waefeso 1:7. Roho anatuhuisha, Waefeso 1:13 na 14. Na tena kupitiliana na roho huyu tunapewa karama ya imani na toba. We are given the gift. Faith is a gift, repentance is a gift. You'll find this in Acts 11:17-18, Philippians 1:29, Ephesians 2:8, and 2 Timothy 2:25. Baba ametuchagua, mwana akakuja kutukomboa, roho akatuhuisha kutokana na wafu, lakini tena akatupea karama ya kuamini na toba. Sawa sawa. Lakini tena baada ya kupewa karama ya imani na toba, Bwana Mungu sasa anatangaza kwamba tu wenye haki mbele zake. We are justified. A big term. What does it mean? We are forgiven of all our sin and the eternal punishment that we rightfully deserve. Mungu amesamehe dhambi zetu zote, past, present
present, future. Muumini yule aliye katika Kristo anapotangazwa kwamba ni mwenye haki, inamaanisha hivi: Mungu amemsamehe dhambi zake zote zilizopita, anazofanya sahihi na hata za usoni. Sawa sawa. Wala hatumaanishi, maana lazima tupeane tahadhari. Maana wengine wakisikia tuwasema hivyo wasema sasa basi tuko huru maana tushasamehewa. Hapana. Kumbuka umechaguliwa ili uwe mtakatifu asiye na hatia. Lakini ukweli wa maandiko ni kwamba dhambi zako zote umesamehewa. Je, unapotenda dhambi ya kuwaje? Lazima utubu. Umepewa karama ya toba na imani, lazima utubu. Sawa sawa. Na alafu haki ya Kristo inahesabiwa kwetu. Si kwamba tu tumesamehewa. Maana tukiwa tumesamehewa pekee haijatosha. Sawa sawa. Tumesamehewa lakini kuna haki inayohitajika hatuna bado. Tunachukulia ile haki ya Kristo tunawekewa kwetu. Sawa sawa. Hiyo ndio maana hiyo neno kwamba Mungu anatutangaza, Warumi 5:1, being justified freely. Amesamehe dhambi zetu zote. Sawa sawa. Ile adhabu ambayo ilikuwa inatungoja ya milele, lakini tena haki ya Kristo inapatilizwa, inahesabiwa kwetu. Na kama hata angeachia hapo tena atukuzwe. Sawa sawa. Lakini angalia jambo linalofanyika ni hili: Mungu hajamalizana nasi. Baada ya kuwa ametuhesabia haki, sasa kuna hii baraka. Hii baraka ya kwamba sasa anatufanya wana. Changanuzi mmoja wa maandiko pia anaitwa J.I. Packer alisema hivi, nitasoma kwa Kimombo alafu nitatafsiri. If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as their father. Wataka kujua muumini anaelewa vipi Ukristo? Mwambie aelezee hili wazo la kwamba amefanywa kuwa mwana wa Mungu. Yualielewa vipi? Sawa sawa. Na kwamba sasa Mungu ni baba yake. Unataka kujua kile kiwango cha pima joto thermometer, sio? Ukitaka kujua uroho, si uroho ule, unajua kuna tukikuwa sijui nyinyi kuna ulafi na uroho. Sasa siongelei mambo hayo hususan. Naongelea uroho, yani spirituality. Sawa sawa. Ukitaka kujua kiwango cha mtu cha roho, si cha roho aliye ndani yake, yani cha rohoni amekuwa kiwango gani? Angalia wazo lake kuhusu yeye kwamba amefanywa kuwa mwana na sasa Mungu ni baba yake. Hivyo ndio J.I. Packer anasema. Hapa anaendelea na anasema, if this is not the thought that prompts and controls his worship and prayer and his whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity very well at all. Kama hili wazo la kwamba wewe sasa umefanywa mwana, kwamba Mungu ni baba, halikusukumi katika ibada, halikusukumi katika maombi, halikusukumi kuwa na mtazamo wa tofauti wa maisha, basi uelewi Ukristo. You can understand justification, you can understand sanctification, you can understand glorification. Waweza elewa kuhesabiwa haki, waweza kuelewa utakaso, waweza kuelewa hata kutukuzwa. Kama huelewi, huna ufahamu jinsi hili jambo la kufanywa mwana lilivyokuu, J.I. Packer anasema hujaelewa Ukristo. Hujaelewa Ukristo. Sasa katika maandiko matakatifu point kama hivyo ikirushwa inaambiwa sela. Adoption is a big idea. Sawa sawa. That's why Paul is using this word predestined. He is emphatic. Anasisitiza, angalia, kweli tumechaguliwa kuwa watakatifu, kweli tumechaguliwa tuwe wasio na hatia. Lakini wapendwa, kuna jambo zaidi. Yaani Mungu katupangia hatima yetu
tuwe wanafamilia ya kwake. If I stop at that, it's enough. I don't know if you comprehend what we are saying. I don't know. I don't know if you're cognizant of this fact, kwamba muumba mbingu na nchi sasa ni babako, wewe ni mwana. Jamaa mmoja alisema family matters, right? Family matters, but being family of God, familia muhimu, sawa, lakini kwamba tumehesabiwa sasa tuko katika familia ya Mungu. Kama hulielewi hilo, J.I. Packer anasema huelewi Ukristo. Sasa huku kufanywa wana hususan yamaanisha nini basi? What does it mean to be adopted into this family of God? Let's define adoption. Mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe. What does it mean? Kutoka Kilatini, adoption, neno la Kilatini ni adoptio, from ad, which means to, and apto, which means choose. So katika lugha ya Kilatini, adoption is to choose. Ona vile zina mari, election, sawa sawa. But in the Greek is the word euthesia, and it means to place as a son or put in a position as a son. Kumfanya mtu awe mwana. Kuna sasa baba hapa utanisaidia, katekizimu ama the Westminster Shorter Catechism, ungamo la imani, sawa sawa, tamko la imani, sawa sawa. Msijali, tutajipanga na mchungaji, mtayajua haya pole pole. Katika swali la 34 wakiuliza hii kufanywa wana yamaanisha nini, wanaidefine hivi. Question 34. Adoption is an act of God's free grace whereby we are received into the number and have a right to all the privileges of the sons of God. Huku kufanywa wana katika the Westminster Shorter Catechism inamaanisha hivi: kufanywa wana ni tendo la Mungu la neema, sawa sawa, ambalo kwa hilo twapokewa katika hesabu na twapewa haki ya kuwa wana wa Mungu, sawa sawa. Fursa zote ambazo zinakuja na hii haki ya kuwa mwana wa Mungu tunapewa. Yani kiurahisi mimi nasema adoption is to be brought into the family, sawa sawa. Huku kufanywa mwana ni kuletwa katika jamii, lakini nataka ukumbuke hivi, ni jamii ya nani? Si jamii ya mzee Mtunga kule natoka mimi, sawa sawa. Si jamii ya mzee Oduor, sio, ni jamii ya Mungu. So now the relationship of the believer to this great God is that of children to their father. We are God's sons. Na sasa ndio Paulo anasema akiandikia kanisa kule Roma, Warumi 8:28 hadi 30. We know that all things work together for good, them who are called according to his purpose. Then Paul says this: for those whom he foreknew, sawa, wale aliowajua hao aliwapangia, sawa sawa. Those whom he foreknew, he predestined. Foreknew and predestination together, election, sawa sawa. Wale aliowajua akawapangia, lakini aliwapangia nini? Those whom he foreknew, he also did predestine to be conformed to the image of his son. Why? So that he might be the firstborn among many brothers. Si hawa pekee anawaambia hivyo Paulo, hata ile kanisa la Waroma, lengo la Mungu ni kuwa na familia.
Now, think with me. What we deserved is God's wrath. In fact, by nature, Ephesians 2:3 says we were by nature children of wrath. Yani uhalisia wetu ulikuwa unavutia ghadhabu ya Mungu. Katika ile jinsi ambayo tulikuwa kabla kuokoka, ilikuwa inaambia ghadhabu ya Mungu kuja, njoo. Sio kama ushacheza na magnet Sawa sawa. Huwa mnasema opposite poles ndio hizo opposite wapendwa. Kizungu hichi jameni. Kwani mbona mwajikanganya? Haya, tutumieni hicho chenu. Negative na gani ina attract? Sisi si wanafizikia. Angalia. By nature, Elder Carrington, katika uhalisia wako kabla hujaokoka, ulikuwa unavutia ghadhabu na hasira ya Mungu. By nature we were children of wrath. But God, this is what Paul says in verses 4. But God, being rich in mercies, he regenerated us, granting us faith and repentance, justified us, but then he did not stop there. Now he has adopted us into his family. Let me give you an illustration. Mimi si originator wa hii illustration. Ilitumika na mchungaji Barnabas alipokuwa anashughulikia ile swali la kufanywa wana. Kile kwa paswa ni ghadhabu na hasira ya Mungu. Tuko kotini sasa. Mungu ndiye hakimu. Sawa sawa. Kile cha tupasa wewe na mimi kabla kumwamini Kristo, ghadhabu na hasira ya Mungu. We were guilty as charged. But due to Christ, the meritorious work of Christ, ile kazi Kristo alifanya, Bwana Mungu anatangaza kwamba sisi tu wenye haki. Sawa sawa. The judge of the universe declares that we are just. We are not guilty. And then this is what happens. Baada ya kuwa ametangaza hivyo, what does God do? Angalia, mwajua mambo ya kotini. Hakimu na mshtakiwa, uhusiano wao ni gani? Wa hakimu na mshtakiwa. Lile tangazo ambalo hakimu atapeana, kama you are guilty or not guilty, mkimaliza hakuna nini, wewe enda zako. Kama unkwenda waitwaje hapa, shimo la tewa waenda, ama kama amesema huyu jamaa kulingana na ule ushahidi wala simuoni mkosa, waenda nyumbani. Lakini Mungu akikaa katika kiti chake cha enzi anatangaza Peter Petero ni mwenye haki. Haachi hapo. Anakuja na anamchukua Peter Petero, anasema sasa wacha kwamba nimetangaza tu mwenye haki na kufanya kuwa mwanangu. From the courtroom to the family. Sawa sawa. Unatoka katika chumba cha mashtaka. Bwana Mungu ambaye ulikuwa umemkosea kwa sababu ya Kristo amekuhesabia haki. Hapo anasema haijatosha. Sasa nakufanya, na angalia, kumbuka hili. You are guilty as charged. Si ati kwamba you are kuonea, ni kikweli kabisa kwamba umkosa. Lakini kwa sababu ya kazi ya huyu mwana anakuhesabia haki. Alafu anakutoa pale anakuambia sasa njoo twende nyumbani, because ukiachwa utaenda wapi? Linux, ukiachwa utaenda wapi? So the Father now adopts us into his family. After declaring that we are just, he does not stop there. He adopts you and I into the family. And so I know you might be wondering, but there is being born again. Sindio? Lugha ya kuzaliwa inamaanisha tayari tumekuwa wana, sindio? Hello? Jesus told Nicodemus, you must be born again. So in your mind you're wondering,
twafanywa wana, tulishazaliwa mara ya pili tu wana, kwa endaje, si ndio? Kama mtu wa maandiko ukiwa unasoma neno lazima mawazo yako mahali. Sasa tushazaliwa mara ya pili tu wana, sawa sawa, alafu tena kumbe ni tufanywe. Kuna tofauti ya kuzaliwa mara ya pili na kufanywa wana, sawa sawa. Tofauti iko mara tatu ukipenda. Kwanza, wanaohusika katika haya, katika kuzaliwa mara ya pili anayehusika hususan ni Roho wa Mungu, sawa sawa. Nenda usome Yohana 3. Anayehusika ni Roho. Ikikuja kwa jambo la kuhusiana na kufanywa wana, mwenye kuhusika ni Baba, sawa sawa. The author of regeneration is the Spirit. The author of adoption is the Father. Lakini hata tukiangalia nature ya haya mambo mawili, the nature of regeneration and the nature of adoption, nitakuwa sikosi nikitumia neno uhalisia. Nature, asili ya kuhuishwa na asili ya kufanywa wana. Regeneration is transformative, sawa sawa, unahuishwa. Adoption is a declaration by the Father, sawa sawa. Hii kuna kitu kinafanyika ndani yako, hii ni tangazo. Kama vile justification ni tangazo, hakuna kitu hususan kinachofanyika ndani yako. Lakini tena la tatu, ile njia ama mbinu, the means, sawa sawa. In regeneration, it's the word of God, the Spirit of God through the word of God, sawa sawa. Adoption is by faith, just as justification. So these are two different things, sawa sawa. Kwamba umezaliwa mara ya pili. In fact, wachanganuzi wengi wanasema Wakristo ndio watu pekee ambao wanakuwa wana mara mbili, kwa kuzaliwa na kwa kufanywa kuwa wana, sawa sawa. Wakristo ndio watu pekee ambao wanafanywa wana mara. Maana kuna njia hizo mbili za kufanyika mwana, si ndio? Hata katika lugha tunayotumia ya kawaida, hujajaliwa kupata watoto, waenda wa adopt, si ndio? Lakini umeajaliwa uko na watoto, umewazaa. Sasa kwa Mungu, kwa familia yake, umezaliwa alafu anaku-adopt, anakufanya kuwa mwana. Na pia hili tuliweke wazi. Paulo anapolishughulikia hili swala la kufanywa wana, wazo ako nalo. According to Stuart Olliott, anasema hivi: leo adoption ya leo iko tofauti na ile ya kale. Leo waweza ukaenda ukatafuta katoto hata nikachanga, si ndio? Ukaka-adopt. Zama zile walikuwa hawachukui watoto wachanga, wanachukua watu ambao wamekomaa, sawa sawa, watu wazima kama mimi, sawa sawa, watu ambao ni wazima. Labda mtu hajajaliwa watoto na ako na mali na kila kitu, na anaanza kuangalia nani ambaye atamchukua amfanye kuwa mwana ili awe mrithi wa ile mali yake. Kwa hivyo Paulo anapoongea kuhusu kufanywa wana, hilo ndio ako nalo katika mawazo yake. Sasa hili pia liwe wazi. Adoption, unaenda kwa orphanage, si ndio? Mtoto wako pale ameboeka, hajui wazazi wake, wachukua, sio? Wamfanya mwana. Katika hali ya kiroho si hivyo. Mungu hakukupata katika orphanage, sawa sawa, kwamba umeboeka pale kwa orphanage, hujui. My friend, you are in a morgue, very dead, sawa sawa. Ulikuwa makafani, umekufa, huna tumaini lolote, alafu Mungu yakuja sema huyu si uende ujaribu pale moja alikuwa adopt. Yani halo, si ati ulikuwa uko katika
kituo cha watoto yatima, uko na wavuta pumzi yako, uko na shughuli zako, ni kuboeka, umeboeka, mtu anakuja na kupika, anasema njoo, no, you were dead in your trespasses and sins. God chose you even before the foundations of the world, and then he predestined you to be part and parcel of his family. Kuna mhubiri anaitwa Joel Beeke, anaposhughulikia swala la adoption anasema hivi: it's a very rich blessing because it brings us from the courtroom into the family. From the courtroom into the family. Now, as much as we enjoy, it's a truth, it's a reality now that we've been adopted into God's family, I also want you to understand this, that adoption is eschatological. Sawa sawa? Si kwamba sasa tumefanywa wana na imeishia hapa, iko na mapana na marefu, inaangalia hata hatma yetu kule mwishowe. Sawa sawa? Na mara zingine hiyo mwisho wake huwa inaitwa the consummated adoption. Yes, indeed we've been adopted. We are in God's family. And there's something that we are waiting for, something better. You'll find this in Romans 8:23. Labda tusome hapo kwa uharaka. Hiyo verse moja tu. Warumi 8:23. Paulo anasema haya: wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Mwanifuatilia? Warumi 8:23. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Tukifanya nini? Tukiutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mili yetu. It's eschatological, eh? Hatimaye tukipua ile mili mipya, Paulo anasema tuasubiria hilo ndo tualisubiria. Lakini ukumbuke Yohana akiandika katika barua yake 1 John chapter 3. That's why I agree with J.I. Packer, if you do not understand adoption, you don't understand Christianity. This is what John says: behold, tazama, what manner of love. Tazama ni upendo wa aina gani huu. Manake wakati Yohana anaandika amezeeka, unafikiria angekuwa anaongea kuhusu whether he's pre-meal or a-meal or post-meal, and no, kuna kitu bado kimeshika moyo wa Yohana hata anapokuwa mzee. Anasema tazama ni upendo mkuu wa aina gani huu. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called sons of God. Sawa sawa? Si jambo ambalo ni la rahisi, kwamba ulibebe kirahisi. Ukiwa huelewi Ukristo, ni jambo kuu kwamba sisi ambao kwa tunapaswa ghadhabu na hasira ya Mungu, tumemkosea yeye, anamtuma mwanawe anatufia. Tena kabla hapo alikuwa ameshatuchagua. Mwanawe anakuja anatukomboa, anatusamehe makosa yetu yote, alafu anachukua haki ya mwanawe anatuwekea, anatuhesabia, lakini anatukaribisha katika familia. Do you understand what I'm saying? John says, behold, tazama. Weka macho yako kwa hili, leta akili yako yote, angalia. Ni kama Wakorintho wa 2:5-17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamefanya nini? Tazama ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Sasa Yohana anatumia lugha hiyo, anasema behold, 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 behold. I don't know if you understand that you belong to God. I don't know if you understand that you are part and parcel of the family of God. Sijui kama wajua kwamba mwenye kuumba ulimwengu, sayari, kila kitu, sasa waweza kumwendea kama Kristo alivyosema.
when you come to him in prayer, this is how you pray, our Father. Wewe huwezi elewa hili. Huwezi elewa kwa sababu huelewi pale Mungu ametutoa. Wanawapea huu mfano kila siku. Sijui kama hivi ukiambiwa uko na uhusiano, hata kama ni wa mbali, Mama Terry, uambiwe hivi kwa njia fulani kuna damu fulani na Uhuru Linux. Yaani uambiwe hivi kuna vile wahusiana na Elon Musk. Wamefanya utafiti wakaona kuna mtoto wao mmoja, mjukuu wa kitukuu, yuko huko Kenya, alafu ni Linux. Sikudanganywa wengine wenu. Nasema hutafanya kama Eliasa. Mungu amejibu maombi akainama akabuda. Hatutakuona tena. Lakini unajua pia hilo huwezi lelewa kwa sababu huelewi ule utajiri ambao Elon Musk ako nao. So hata tukikupia mfano kama bado angalia. Yohana anasema behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that you and I be called sons of God. Utapata tena katika Wafilipi 3:20 na 21. Lakini tena Paulo anasema haya tukimalizia. Anasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana kwa njia, it is through Christ. Huwezi mweka Kristo kando, ni kwa njia ya Kristo, it is through Christ. Anasema ni kwa njia. What does he mean by that? We are adopted because of the person of Christ and his work. Sawa sawa. Hiyo ndio imetuletea kwamba wewe na mimi sasa tumefanywa wana, wale ambao wamemwamini Kristo. Anasema kwa njia ya Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Wala hakusurutishwa, wala hakulazimishwa, ni kwa mapenzi yake. Na hili linampelekea Paulo kusema mstari wa 6 basi, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Let God be praised. Wacha hii injili ya leo ambayo tuwasikia watu wanaambiana kwamba Mungu bana. Nilikuwa nasikia mtu juzi, poleni, asema ameitwa kwa swala la uimbaji, na anasema kuna wakati alikuwa anaongea na Mungu, sawa, na Mungu akamwambia asante kwa kukubali kuitika mwito wangu. Na wale walikuwa wanamsema yani Mungu mpaka akakwambia asante. Sema wajua alikuwa kwenye darasa na aliita wengi na wakakataa. Mimi nilipokubali alinitokezea na akaniambia asante. Sasa tunafanya hili swala ni kama God owes us, kwamba ni sisi, bila sisi atafanyaje? Ndio maana kikatuchagua. Wokovu umekuwa ni sisi. Paulo anasema hapana, kwa utukufu wa neema yake aliyotuneemesha katika huyu mpendwa, yani katika Kristo. Bwana Mungu anapofanya haya yote, hatima ni hii, lengo ni hili, kusudi ni hili. Hata kutuleta katika familia, si tuanze kujigamba kwamba mimi nimechaguliwa tena nimefanywa mwana. Lengo lake ni hili, utukufu umrudie yeye. I have some questions for you. How do you reflect on this truth? That you are adopted, that you belong to God's family. Do you reflect on these truths? Do you live conscious of this reality? Waishi ukiwa na ufahamu kwamba niko katika familia ya Mungu. Sawa sawa. Do you consciously reject the ways of the world? Sababu wajua umwana wa Mungu kuna vile ni ujibebe. He predestined us to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Do you consciously reject the ways of the world? Ulimwengu unapokuletea mambo yake na unakumbuka mimi ni mwana, tena nimefanywa kuwa mwana, niko katika familia ya Mungu. Je, unakataa zile mbinu na njia za ulimwengu na unajibeba kulingana na familia yenu?
Lakini si wengi hata hapo mwasema sisi Wabaluya hatu mchungaji, sisi Watiriki. Lakini wakumbuka kwamba kama wasema ukweli umeokoka uko katika familia ya Mungu, je, unaziacha njia za ulimwengu? You're not being conformed, huh? Do not be conformed. Do not be conformed to the patterns of this world. Be transformed by the renewing of your mind. That you're in God's family means you are going to live differently. You are going to conduct yourself differently. But then do you come boldly to God in prayer, knowing that He is your Father? Do you come boldly to God in prayer? Unamjia ukijua ni baba. But then do you even know what is awaiting us? Do you know what you've been predestined for? Je, unajua yale ambayo yanatusubiria pale mbele? Ama unaishi maisha yale ya leo wanaita materialism and existentialism. Yaani tuko hapa, ni haya ya hapa, hakuna zaidi ya hapa. Wataka kumalizana na hapa tu, hauwazi kesho, hauwazi umilele wa kukabili. Do you know the glory that is awaiting you? This is what we will see next week on Sunday morning when we are going through the prayer of Paul, the content. He says, I'm praying for you so that you may know the hope of your calling, the riches of his glorious inheritance. Wajua ule urithi ambao wakusubiria. Ukiwa wajua hayo utakuwa kama Ayubu. Haya hapa yakienda utasema kama Ayubu, I know my Redeemer lives. Sawa sawa. Utakuwa kama Paulo. Bana niko kati ya mambo mawili, nataka niende yale yako kule makuu ya ajabu yanapendeza. Lakini sio kila siku ni sitakufa. Mungu wajua ni hicho tu. Katika maandiko Zaburi 118:17, sitakufa, nitaishi nitangaze. Hutangazi, hajakuona ukileta mtu ambaye ufikiria, lakini umechacha sitakufa nitaishi ili nitangaze ukuu wa Bwana. Mpendwa, je, unayajua yale ambayo yanakusubiria? Mungu alimwajalia Paulo akamnyakua akaenda kule siku zile. Anasema yale niliyoona kule haipaswi hata kuya. You are adopted. You belong to the family of God. Please meditate on these truths. Please meditate on these truths. And then you can join Paul and say, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenlies. Let's pray. We thank you, Lord. We who deserve your wrath, you have regenerated us. Grant us faith and repentance. You justified us, and as if that was not enough, you've brought us into your family. You've adopted us. Now we can cry, Abba, Father. You've even given us the spirit of adoption. Indeed, we agree with Paul. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Help us, Lord, meditate on these truths. Help us, Lord, reflect on these truths. Help us, Lord, live consciously, rejecting the ways of the world, desiring to be conformed to the image of your Son. Help us, Lord, know that now we can come boldly to the throne of grace because we have a Father who answers our prayers. But Lord, also remind us, be gracious to remind us, Lord, of the inheritance
that has been reserved for us. So we ask of you that you be gracious. Help us, Lord, as we've heard these truths, to commit to meditate on them for your glory and for our good. In Christ Jesus' name we pray, trusting and believing. Mungu awa